Swali la mbunge linauliza, je, serikali haioni haja ya kutengeneza kanuni zitakazoweka kima cha chini cha mishahara ya wafanyakazi wa nyumbani? Swali hili linakwenda kupatiwa majibu na naibu waziri Patrobas Katambi. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Musa Omar Salim, mbunge wa Gando, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inatambua umuhimu wa wafanyakazi wa majumbani na hivyo imeendelea kuweka kanuni tajwa. Mwaka 2022 kupitia tangazo la kima cha chini cha mshahara namba 687, serikali iliweka kima cha chini cha mshahara kwa sekta binafsi ikiwemo sekta ya wafanyakazi wa manyumbani. Kwa mujibu wa sheria, tangazo hili linadumu kwa miaka mitatu na hivyo kwa sasa serikali kupitia bodi ya kima cha chini cha mshahara kwa sekta binafsi inaendelea kukamilisha utafiti wa kima kipya cha chini cha mshahara ambacho pia kitajumuisha sekta ya wafanyakazi wa majumbani. Asante Mheshimiwa Spika. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, ningependa kujua haki za wafanyakazi hawa sio mishahara pekee, ni pamoja na haki nyinginezo ikiwemo likizo, matibabu na kadhalika. Ni kwa kiasi gani serikali inahakikisha kwamba haki hizi inazisimamia na kuhakikisha kwamba wafanyakazi hawa wanazipata? Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Shangazi kwa niaba ya Waziri Mkuu kama ifuatavyo. Ni kweli kwamba katika haki ambazo nilizitaja hapo awali, ni Mheshimiwa Naibu Spika, zitakuwa ni haki ambatano za mkataba wa kimataifa lakini pia na domestic laws kwa maana ya sheria zetu za ndani. Na moja stahiki za haki hizi za wafanyakazi wa ndani, watakuwa na haki sawa kama wafanyakazi wengine tu kwenye sekta mbalimbali. Zitaangalia masuala pia hata ya umri wa kufanya kazi, masaa ya kufanya kazi, mazingira ya kufanya kazi, lakini pia masuala ya likizo, ikiwa ni pamoja na matibabu, ikiwa ni pamoja na kuchangiwa fedha zao kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii. Kwa hiyo itakuwa ni haki ambatano ambazo zitakuwa tumezifanya, na hasa tukishaingia katika mchakato huu wa kusaini na kuratify mkataba wa kimataifa namba 189 na kuweza kubadilisha sheria zetu za ndani ili kuweza kuhakikisha kwamba tunasimamia kikamilifu haki zao. Asante Mheshimiwa.